Hali ya taharuki imetanda katika mtaa wa Maisaka kati wilaya ya Babati mkoani Manyara baada ya nyumba ya mkazi wa eneo hilo Mohamed Hussein umri wa miaka 35 kuteketea kwa moto katika tukio linalodaiwa kuwa la uhalifu. Kwa mujibu wa mashuhuda, usiku wa tukio hilo walisikia kelele zisizo za kawaida zikiashiria kuwa nyumba ilikuwa inabomolewa. Baada ya kufuatilia, walibaini kuwa kuna mtu asiyejulikana alikuwa ametoboa ukuta wa nyuma wa nyumba hiyo na kuingiza moto chumbani, hali iliyosababisha kuungua kwa mali zote zilizokuwemo ndani. Mohamed Hussein ambaye ni mhanga wa tukio hilo amesema kuwa nyumba hiyo aliijenga kwa kipindi cha miaka 4 kwa gharama zaidi ya milioni 8. Aidha, anasema kwamba thamani ya mali zote zilizoteketea inakadiriwa kuwa ni zaidi ya shilingi milioni 15. Kutokana na uharibifu huo, familia yake inayojumuisha mke na mtoto wao mdogo kwa sasa haina makazi na imelazimika kulala katika fremu ya biashara ya mke wake iliyokuwa imepangwa kwa ajili ya shughuli za ushonaji. Tukio hili limeleta simanzi kwa wakazi wa Maisaka Kati ambao sasa wanatoa wito kwa vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini wahusika wa tukio hilo na kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Mimi ni Prophet Manga na hii ni Wasafi News. Mida ya saa 9 mchana nilipigiwa simu nikiwa kazini kwamba nyumba inaungua. Nikawa nimechukua usafiri kuja huku nyumbani. Nilipofika hapa kweli nikakuta nyumba inaungua. Yaani mimi sikujua chanzo ni nini. Baadaye fire ikaja ikajitahidi kuzima moto. Nimefanikiwa kuzima ila sikuokoa chochote. Kila kitu kiliungua ndani. Sasa baadaye nakuja kuzunguka kwa nyuma huko ndo nakuta kwamba kuna sehemu iliyotobolewa mtu kaingia. Hapo ndo sijajua kamwaga nini. Tukio ndo likawa hivyo. Yaani sijaokoa kila kitu. Yaani nimetoka mimi asubuhi kwenda kazini. Yaani kama mtu unapojua anatoka kazini amevaa nguo zake alovaa na labda na pochi hivyo. Kila kitu nimeacha ndani. Na sijaokoa kila, yaani sijaokoa kila hata kitu kimoja. Toka vitu kweli. Ugomvi kabisa sina, ila kuna ndugu yangu mimi ambaye ni tukipishana naye. Ila sio kwamba ndo nimezamiria labda ndo anaweza kanifanyia hilo tukio, hapana. Mimi na dadangu ambaye ni mtoto wa shangazi yangu. Na nakumbuka ilikuwa siku ya Jumatatu. Kuna mahali nilienda nikakutana naye, yeye akanijibu vibaya. Sasa siwezi kudhamiria ndo amefanya hilo tukio au la. Ndio kabla ya tukio ambayo ilikuwa Jumatatu, ikashinda Jumanne, Jumatano ndo likajitokeza hili. Mimi kama mimi hakuna mtu nimegombana naye kabisa. Sababu mimi hapa nakaa miezi 3, mwezi mmoja basi nakuwa nimeshatoka hapa. Sijawahi kugombana na mtu yoyote hapa. Unahisi kwa nini mmefanya? Sasa hivi nahitaji serikali nisaidie hata sehemu ya kuishi kwanza. Kabla tunafanya uchunguzi, basi nipatiwe sehemu hata ya kuishi. Mmeshatoa taarifa labda polisi? Polisi wana taarifa. Sababu baada ya tukio mke wangu alifika huko. Ana statement zote za polisi. Kwa hiyo ndo tunaiomba jeshi la polisi lifuatilie haya maswala. Ilikuwa majira ya saa 8 mchana, nimekaa pale kwangu. Nikaa naangalia kwa dirishani pale. Kidogo nikaa nasikia kama vitu kama yani kama kitu kinabomolewa. Baadaye tukakaa, sasa niko na dadangu mmoja. Akaniambia mbona kama kuna vitu vinaanguka. Mimi nikamwambia itakuwa jirani yangu kapoteza ufunguo, kaita labda watu wafanyaje wamvunje mlango. Tunguja kukaa kidogo tunaona sasa moshi unavuka kwenye bati. Ndo tukatoka sasa tukaanza kukimbia, tukaanza kuita majirani. Moto. Basi ndio kawa hivyo. Tulimwona mtu amevaa kama koti jeusi, sweta na begi. Akawa amezunguka kwa huku nyuma. Ndio maana nikamwambia nikajua ameita labda mtu amvunje mlango. Maana kuna kipindi alipoteza ufunguo akawa amekuja na wakaka hapo amvunje mlango. Kwa hiyo tukajua, nikajua baada sasa kusikia kitu kama kinabomolewa, nikajua sasa ni mlango unavunjwa. Sasa sikuitilia maanani kwa sababu yani akili yangu ilivunijia tu kwamba
jirani kwamba alivyopoteza ufunguo kuna kipindi aliita mtu akavunja mlango, umeona? Au akiwa kazini kwake anakujaga mdogo wake na bodaboda, labda amemtuma. Kwa hiyo mimi yani kwenye akili yangu ghafla sikujua kwamba ni mtu amekuja kufanya tukio moja mbili. Yani wakati anapita sikutilia maanani kwamba ni mtu labda alikuja labda kufanya tukio au vipi, au labda kuna jambo litatokea. Akapita hivi akakata kwa hivi nyuma. Sijamfuatilia. Yani ukikaa pale dirishani kwangu pale, ukikaa unaona kila kitu huko. Ukikaa unaona kila kitu. Kwa kweli hofu imetuingia kwa sababu jambo hili kwa kweli ni la tofauti. Yani latisha. Mtu uwezo kabomoa nyumba mwenzako kaingia ukachoma. Hata kama mkufanyia jambo la design gani. Yani ni zaidi ya kifo. Tunasema hata akifiwa anaweza leo kama ni mtu tumemzika tumeshasahau. Hata na tatu imeshaisha tumeshasahau. Lakini ni zaidi ya kifo. Maki akija akiona mazingira bado akili yake inakuwa iko vizuri. Lazima tuwe na hofu kwa sababu hujajua huyo mtu ana nia gani na kuja kuongoza hapa. Na je, ingekuwa muda wa usiku ingekuwa, kwa sababu hapa majirani tuko karibu sana, tunayemzunguka yeye. Sasa hatuwezi jua huyo mtu alikuwa na dhamira gani, na sisi hapa majirani lazima tuwe na hofu kwa sababu hichi kitendo sio cha kawaida. Kumchomea mtu nyumba hivi sio cha kawaida kwa kweli. Labda kwa jina naitwa Idi Shabani Daudi. Ni balozi wa sehemu hii hapa Maisaka Kati. Kwa hiyo tumejipanga kweli tokea tukio limeanza, na kabla tunakuaga na sungusungu. Ile sungusungu ile na huwa inatembea usiku sio mchana. Sasa majangili wamebadilisha mbinu sasa hivi wanaingilia watu mchana. Na tukio kama hili hapa limeshatokea zaidi mara 3. Tumeona watu wanatobolewa kwa nyuma huko ya nyumba, watu wanaingia wanaiba wanatoka. Kwa hiyo kama balozi tutaendelea kupambana na hiyo hali mpaka tuone inakaa vizuri kwenye simu yetu.